Kitabu cha Zaburi sura 126 mstari wa 5 na wa 6. Zaburi 126 mstari wa 5 hadi wa 6. Kuna watu hawapendagi viti vya mbele. Sasa nasikia ni baba, mimi masuala ya mbele. Kesi hiyo ameamua mwenyewe Mungu, sio mimi. Amen. Si ndio? Amen. Mimi ni mbaya hapo? Tusome kwa spidi. Wapandao kwa machozi watavuna kwa kelele za furaha. Ingawa mtu anakwenda zake akilia, azichukuapo mbegu za kupanda, hakika atarudi kwa kelele za furaha, aichukuapo miganda yake. Pe Yesu makofi mengi. Hapa ndipo ninapozungumzia taabu yenye faida. Amen. Kwa nini mtu anapanda kwa machozi? Ni kwa sababu wakati wa kupanda au wa kuwekeza au wakati wa kuanza safari ya huduma au wakati wa kukubali wokovu, wengi hudharauliwa. Unaonekana kama umepitwa na wakati. Unaonekana kama unapoteza nguvu kazi. Walikuwa wanaamini uwezo wako, kwamba kama kijana, mbona mambo fulani alikuwa akifanya yanaenda kwa spidi, imekuwaje haraka amekimbilia tena kwenye makanisa? Mtu kupanda kwa machozi, kuna hali fulani wakati unaanza kampuni au ndoto fulani ya kujenga kitu ili kije kiwe kikubwa baadaye, wengi huja na kuwaambia watu, hapana, hicho unachofanya sio sahihi na si kizuri. Kwa nini? Wakosoaji wanakuwa wengi. Kwa inafika mahali ni kama ukifanya jambo lako ni kujitoa mhanga. Watu ulionao karibu wanakukataa. Unajibana kwa haraka ili utengeneze kabiashara fulani. Upike hata vitumbua, upike hata mandazi, ufungue hata genge. Watu wanaona wewe umechoka sana, una hali mbaya. So wakati wa kupanda ni wakati wa kujaribiwa na watu wa namna hii. Ni wakati wa kujaribiwa kwa maneno ya namna hii. Ni wakati wa kudharaulika. Ni wakati kunakuwa na kukataliwa. Lakini nataka nikwambie, ndio wakati ambao Roho ameingia ndani yako. Ndio wakati ambao umeanza safari mpya na Mungu. Ndio wakati ambao Mungu amekuchagua utembee naye hatua kwa hatua. Leo unapanda, subiri siku ya mavuno. Nasema watajiunga na wewe ukiwa unatembea kwenye V8. Watajiunga na wewe ukiwa na duka kubwa. Watatamani uwe ndugu yao ukiwa na supermarket. Watatamani wakiona watoto wako ni mawaziri. Watatamani zile changamoto zote walizokuwa wakikuletea watasahau. Na watatamani hata wakija hivi, usikumbuke kama walikusema, usikumbuke kama walikuwepo. Uone kama ni watu walikuwa wanakuombea, ni watu walikuwa pamoja na wewe. Amina. Taabu yenye faida. Ukikubali kufanya kazi ya Mungu, umekubali taabu yenye faida. Ukikubali kuacha starehe zote, ukaokoka, uache dhambi, umeamua kutaabisha mwili wako ili upate faida ya uzima wa milele. Unanielewa vizuri? Kuna majaribu yanapokuja mbele yako ni ili kukufanya uwe umequalify, ni ili kukufanya uwe unastahili. Yale majaribu ndio yanamstahilisha mtu baada ya kuyashinda. Unanielewa vizuri?
Hapa ndio nazungumzia aina za majaribu ambazo mtu akikutana nazo akishinda anaenda ng'ambo ya pili. Hauwezi kufungua hoteli, hauwezi kufungua duka kama haujakabiliana na changamoto ya kwanza ya kulipa kodi ya frame, changamoto ya pili ya kupata mtaji, changamoto ya tatu kupata wazo kitu gani ufanye, changamoto ya nne wapi material yanapatikana ulete, changamoto ya tano wapi unapata mteja, changamoto ya sita unapateje faida, changamoto ya saba unapataje akiba kwenye faida zako. Zote hizi ni changamoto. Ukisovu unapiga hatua, ukisovu unasonga mbele, ukisovu unasogea, ukisovu unapona, ukisovu unaokoa uko wenu. Huwezi kuitwa problem solver kama haujasolve matatizo. Sema, Bwana Yesu, nipe uwezo wa kusolve matatizo yanayokuja mbele yangu. Nipe kushinda kila vita inayokuja mbele yangu kwa jina la Yesu. Sema, sikimbii matatizo, nakabiliana nayo. Sikimbii changamoto, nakabiliana nazo. Nataka kusonga mbele. Roho iliyofanikiwa ni ile roho ambayo wakati mtu anakuona unakufa, wewe unaona uzima. Wakati anaona hii biashara anapoteza hela, wewe unaona hii ni mbegu napanda, na baada ya siku 3 inaota, na baada ya wiki 2 napalilia, baada ya miezi 3 navuna. Roho ya mavuno ingie ndani yako. Roho ya uzima ingie ndani yako. Mawazo ya kufa na kurudi nyuma katani ya shetani. Mungu wetu atuwazii mauti. Mungu wetu anatuwazia uzima. Uzima wa milele. Uzima kwenye biashara. Uzima kwenye uzao. Uzima kwenye huduma. Uzima wa kuomba. Uzima wa kufunga na kuomba. Uzima kwenye makampuni makubwa. Uzima. Kitaka kuteseka, amini yale maneno wanaokuambia utashindwa, uache. Kila siku wataamua wewe maisha yako uishije. Sema, sitaki kuamuliwa maisha yangu. Unanielewa vizuri? Amen. Amen. Kwa hiyo changamoto zipo. Kuna mahali panahitaji changamoto ya kiufahamu. Unapimwa akili yako. Kuna mahali panahitaji mahesabu. Unapimwa hesabu zako. Kuna mahali panahitaji subira. Unapimwa subira yako. Kuna mahali panahitaji nguvu. Unapimwa nguvu yako. Kuna mahali panahitaji kuona. Unapimwa vision zako. Soma kwenye kitabu cha Mathayo haraka. Mathayo 3 kama sikosei. Neno la Mungu linasema, siku zile aliondokea Yohana. Mathayo 4. Mstari wa 1 hadi wa 3. Amen. Ninasoma. Kisha Yesu alipandishwa na Roho Mtakatifu alafu nyikani ili ajaribiwe na Ibilisi. Akafunga siku 40 mchana na usiku. Mwisho akaona njaa. Mjaribu akamjia akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, amuru kwamba mawe haya yawe mikate. Listen, nilikuwa nataka tuishie hapo. Amen. Kitu gani nataka hapa ukione? Amen. Nataka nikwambie Yesu huyu aliyeleta wokovu, kabla ya kutuokoa alipandishwa kwanza na Roho nyikani ili ajaribiwe. Amen. Unataka kuwa mkombozi wa familia yako, unaingia kwanza nyikani ujaribiwe. Amen.
unahitaji kuokoa nafsi za watu. Kwa wale watu wenye vision za kuwa ministers, lazima kwanza upite nyikani, ujaribiwe. Nyikani ni mahali pagumu. Nyikani ni mahali hapakubali kilimo kwa haraka. Nyikani ni mahali mvua hainyeshi kwa haraka. Kuna kiangazi. Chakula huko hakuna. Matunda huko hakuna. Mazuri mazuri huko hakuna. Huko ni kwa kumtafuta Yesu tu. Huko ni upepo na vumbi tu. Huko ni njaa na dhiki. Upite kwenye dhiki. Unataka kuinuka, upite kwenye dhiki. Ili ufaulu masomo, upite kwenye dhiki. Ya kukesha unasoma, upite kwenye dhiki. Ya kutii walimu, upite kwenye dhiki. Kuacha michezo, upite kwenye dhiki. Usome kila siku ili ufanikiwe kwenye biashara, upite kwenye dhiki. Upambane na wachawi, uwasambaratishe kwenye ardhi yako. Laana ziondoke. Ukutane na waganga, usambaratishe laana zao. Ukushindane na Freemasoni, uangushe sanamu zao, ili biashara yako ipenye, isizuiliwe na ile namba 66. Usikwame, uuze. Asiwepo wa kusema kwamba hapa mteule hatauza, mtakatifu hatauza. Ukipiga hiyo roho, ukishinda hiyo roho, hapo sije ukafikiri ni rahisi kutembea na nguvu ya Mungu wa kweli haraka kwenye dunia hii, Dar es Salaam hii, nchi hii. No, unahitaji kwanza ujikane nafsi yako kweli kweli. Usiogope majaribu. Usiogope lawama, kesi. Unanielewa vizuri? Hakuna mshindi wa vita muoga. Vita hatuishindi kwa kuogopa. Tunaishinda kwa ufahamu na kwa kupigana. Kwa akili na kwa kupigana. Kwa kuomba, kwa kupigana. Ndio maana kuna maombi ya vita. Maombi ya vita sio tu pale unapokemea mtu pepo toka, no. Kuna time mwenyewe uko msituni unafanya maombi ya vita ya kusambaratisha wakuu walioshikilia Dar es Salaam ili upenye, ya kusambaratisha mizimu inayoshikilia mtaa wenu ili upenye, ya kusambaratisha vitu vinavyofunga kwenye ndoa yako ili viachie, ya kusambaratisha roho zinazoshambulia watoto wako ili ziachie. Unanielewa vizuri? Amen. Amen. Utaogopa kujaribiwa? Hapana. Hapana. Soma kitabu cha Yakobo 1 mstari wa 12. Nitasoma mstari wa 12. Heri mtu astahimilie majaribu, kwa sababu akiisha kukabiliwa ataipokea taji ya uzima. Sio kukubaliwa. Akiisha kukubaliwa ataipokea taji ya uzima Bwana aliyowaahidia wampendao. Sijui kama unanielewa. Heri mtu yule astahimilie majaribu, kwa sababu akiisha kukubaliwa ataipokea taji ya uzima. Heri mtu yule astahimilie majaribu kwenye biashara, maana biashara yake itakuwa na uzima, haitakufa. Heri mtu yule anayestahimili majaribu kwenye ndoa yake, maana ndoa yake itaishi, haitakufa. Heri mtu yule anayestahimili majaribu kwenye huduma, huduma yake itaishi, haitakufa. Heri mtu yule anayestahimili majaribu. Kustahimili manake ni kukabiliana nayo.
kushindana nayo. Anayesema hii biashara hatutaki hapa, hatutaki aweke meza yake hapa Kariakoo, ili eneo la nje. Nasema hivi, utashinda majaribu ya TRA, utashinda vikwazo, utashinda roho zote za mizimu, utashinda waliomwaga damu kwa ajili ya kubeba wateja wako. Iko damu ya Yesu itakusaidia. Iko damu ya Yesu itanena mema juu yako. Wakati wananena laana, ile inanena baraka. Wakati wananena kufa, ile inanena uzima. Wakati wananena urudi nyuma, ile inanena usonge mbele. Utasonga mbele, utachanua. Stahimili majaribu ndugu yangu, utapenya kwenye ndoa yako. Stahimili majaribu, utapata mke wa kuoa. Stahimili majaribu, utapata mtu sahihi. Stahimili majaribu, utashinda kila vita. Wewe ni mshindi, wewe ni champion. Yes, Lord. Unanielewa vizuri? Amen. Amina. Watu wengi wamebaki na maisha fulani wamezeeka nayo kwa sababu walikubali kushindwa vita, kwa sababu hawakusikia Mungu anataka nini kwenye maisha yao. Watu wengi wanaonewa kwa sababu tu hawakuijua kweli mapema. Unanielewa vizuri? Amen. Mwezi huu wa kwanza, tunatabiri watu wapate mazuri mwaka 2026. Lakini wakati tukiwa tunatabiri yale mazuri, wakati tukiwa tunatamka mazuri, ilianza vita kwanza. Yamekuja majaribu kwanza. Umepimwa kwanza. Umetestiwa kwanza. Umekatishwa tamaa. Umeshambuliwa. Mwezi huu wa kwanza, nataka nikwambie, ulipitishwa nyikani ili wa pili ushinde, ili wa tatu ushinde, ili wa nne ushinde, wa saba ushinde, wa nane ushinde, wa tisa ushinde, wa 10 ushinde, wa 11, 12 utakuja na shuhuda zisizo na mfano. Liko badiliko kwenye maisha yako, linaanza na wewe. Haya majaribu ndio unavuka hivyo. Songa mbele, usikatae wokovu, usirudishwe nyuma. Acha mawazo mabaya, acha kughairi. Hapana, kusudi la Mungu liko mbele. Angalia tu mbele kama Petro. Angalia mbele. Yesu anasema angalia mbele. Tembea, utatembea juu ya maji. Petro akaangalia pembeni, akaangalia kushoto, akaanza mawimbi. Ikaanza dhoruba ya mwezi wa kwanza. Ikaanza dhoruba katikati ya mwezi wa kwanza, yakaja mawimbi mwishoni mwa mwezi wa kwanza. Unaanza kuzama. Inuka mwenye imani hapa, inuka, inuka. Wewe champion, inuka, inuka. Yesu yuko mbele yako, inuka. Tembea, songa mbele. Nenda, utafanikiwa. Nenda, utainuka. Ndio Bwana. Unanielewa vizuri? Amen. Kinachokukatisha tamaa ni roho. Yes. Ngoja nikwambie kitu. Yes. Wachawi hula sana nyama za watu waliokufa ili nguvu za mauti ziongezeke ndani yao, waende kuua watu.
Unatakiwa kula mwili wa Kristo na kunywa damu ya Kristo. Ile ni uzima. Amen. Utatembea na uzima kwenye kila jambo. Amina, amina. Jumapili nitakuwa na ibada hiyo. Amen. Yes. Unanielewa vizuri? Amen. Unanielewa vizuri? Amen. Kuna aina ya majaribu au ya vita ambazo hizi ni za kusambaratisha kwa maombi. Hautakiwi kuingia kupigana nazo kimwili. Unazisovu kwenye maombi haraka haraka, maana zikija zinaweza zikaua ile karia yako, zinaweza zikaua ile huduma yako. Amen. Unanielewa vizuri? Kuna taabu inapokuja, hii tunaitatua kwenye ulimwengu wa roho. Ndio maana tunahitaji watu wawe na nguvu za kiroho. Sio kila tatizo, niombe mtumishi, unaona hapa yani ndo nahisi joto yani limepanda. Yote tu haraka haraka umeacha kukimbiza shetani, unakimbilia kwa mtumishi. Acha kuleta hizo changamoto, watu wataanza kukuambia tuma sadaka, utaibiwa wewe. Unanielewa vizuri? Amen. Amen. Unanielewa vizuri? Amina. Kwa hiyo wakati wa kupambana, wakati wa kusonga mbele, jambo moja linatakiwa liongezeke sana kwenye mwili wako, kwenye maisha yako, ni kuomba. Amen. Kuomba ni silaha. Amina. Kuna nguvu inaingia kwenye kuomba. Kuna nguvu ya kuokoa maisha yako kwenye kuomba. Amen. Kuna hatua utapiga kwenye kuomba. Amina. Kitu pekee shetani hataki ni kuomba. Kwa sababu anajua hivi, huyu mtu hizi changamoto kwa mfano za mitaji anapambana anapata, za biashara anapambana anapata. Sasa tufanyeje? Tupeleke roho za magonjwa ili awe busy hospitali kununua dawa, ile hela itateketea pale. Unanielewa vizuri? Hizi mambo ni za kudili nazo kwenye ulimwengu wa roho. Wanaoleta magonjwa kwenye maisha yako, wanaocheza na mishipa yako na mifupa, wanaocheza na ngozi yako, wanaocheza na tumbo lako la chakula, wanaocheza na nyota yako, wanaochukua nywele, hawa ni wa kudili nao kabisa. Unanielewa vizuri? Amen. Usije ukahisi ukiwa peke yako unaomba labda Mungu asikii. Usije ukahisi ukiwa peke yako unaomba labda hao wachawi hawapo hapo. Hizo roho ziko hapo hapo, hazipendi na zinachukia unavyoomba. Na Yesu naye yuko hapo hapo anakusikia. Amina. Malaika Gabrieli yuko hapo hapo anasikia. Kama Danieli aliomba siku ya kwanza, ile siku ya kwanza Gabrieli akasikia. Amina. Akapeleka habari. Akapeleka juu mbinguni. Wakati wa kuleta majibu ndio akakutana na upinzani. Akakaa mpaka siku ya 21. Mikaeli akaja. Lile kundi la vita wanaolinda mbingu wakaja. Wale walinzi wa mbingu wakaja. Wakaamua kesi. Wakazuia falme zote. Wakamwachia Gabrieli. Akaleta majibu. Gabrieli anahusika na kupeleka barua zako, kupeleka maombi yako, kupeleka application zako, kupeleka hukumu zako. Alafu anahusika kuleta majibu. Mbingu imejibu, madhabahu imejibu, Yesu amejibu. Yesu yuko juu, anamleta Gabrieli, analeta majibu. Kama uliomba shule, uliapply shule, unapata, nenda kapate. Amina. Kama uliomba uzima, unapokea, wepokea. Amina. Kuna malaika anaitwa Rafaeli. Huyu anahusika na kupima presha yako. Ni nini kinafanya ipande sana au ishuke sana? Rafaeli ana madripu ya kimbingu. Rafaeli anahusika na afya yako. Hiyo mishipa, nani ameshika uzazi? Nani ameshika tumbo? Nani ameshika mgongo? Nani ameshika akili? Nani ameshika uwezo kufikiri? Nasema na hizo roho. Unanielewa vizuri? Amen.
Amen. Kila jambo zuri lina taabu. Unataka mke, lazima utaabikie kupata. Unapata mume, kuna kutaabikia kwa kuomba. Unataka maisha mazuri, lazima utaabikie kusoma sana. Lazima utaabikie kutafuta kazi. Lazima ufanye kazi kwa bidii. Lazima uwe na mahesabu, uwe na uwezo wa kuhifadhi pesa, kutunza balance. Kuna watu wanalipwa mpaka milioni 3 kwa mwezi, lakini ikifika tarehe 15 za mshahara, mdhamana aliyeshika maisha yake ni machinga au mbangi anayempa sukari na unga na mchele. Pesa yote imekwisha. Utaamua lini maisha yako na wakati pesa haikai ndani yako? Hauna akiba yoyote. Pesa uliotafuta mwezi wa kwanza mwaka jana ulikula ikaisha yote. Uliotafuta mwezi wa pili nayo iliisha yote. Uliotafuta mwezi wa 5 nayo iliisha yote. Unamlaumu nani mwezi wa 12 ukijiona huna kitu? Sema fahamu zangu zifunguke. Kutafuta pesa ni jambo la kwanza, kuitunza nalo ni jambo la pili. Kutafuta unahitaji uwezo, kutunza nako unahitaji uwezo, kuplani unahitaji uwezo, kufanya matumizi sahihi unahitaji uwezo. Vinginevyo pesa ina roho yake, inaongea. Haitaki ikae kwenye mfuko, haitaki ikae benki, inataka izurure mtaani. Haraka haraka itaenda kwenye kudanga, haraka haraka itakupeleka kwa wale wanaouzwa pale Sinza. Kwa haraka haraka itapeleka maisha yako shimoni. Hiyo pesa itakupeleka kwenye ulevi, itakupeleka kwenye bangi, itakuharibia maisha. So lazima uwe na supernatural power ya kucontrol atmosphere ya pesa. Sio makaratasi kama unavyofikiria yale. Unanielewa? Amen. Kwa hiyo kuna changamoto za namna hii. Changamoto, nisoma kitabu cha Marko haraka haraka, mstari wa 37 hadi wa 38. Kuna mtu anafunguliwa hapa au mpaka kwenye maombi, mpaka tuseme toka umasikini, toka, tutaufukuza. Baada ya hapo akili yako ijae nguvu ya Mungu. Marko hiyo 14:37 hadi 38. Neno la Mungu linasema akaja akawakuta wamelala usingizi. Akawaambia Petro, je, Simoni umelala? Hukuweza kukesha saa moja? Subiri, ni Yesu mwenyewe anauliza. Unataka kufanya biashara, mbona umelala? Unataka kujenga nyumba, mbona umelala? Unataka kupata uzima, mbona umelala? Unataka maisha yako yawe na amani, lakini mbona umelala? Mbona haukeshi na mimi hata saa moja? Anayesema na hivi ndio yule mkombozi wa ulimwengu, yule mwokozi. Maana yake ukikesha naye unakesha na uzima. Ukikesha naye unakeshea baraka. Ukikesha naye unakeshea uponyaji. Ukikesha naye unakeshea destiny yako. Unakesha kwa ajili ya ndoto zako. Unakesha kwa ajili ya kesho. Unakesha kwa ajili ya mwaka ujao. Unakesha kwa ajili ya miaka 10 ijayo. Hautaitwa mtu aliyelaaniwa, utaitwa mbarikiwa. Hautaitwa mnyonge, utakuwa jiwe kuu la pembeni, lakini ukikesha. Hauoni unanyemelewa na roho ya magonjwa? Mbona haukeshi? Hauoni adui amepanga kesho kutwa uende hospitali? Mbona haukeshi? Hauoni kwamba kuna mgogoro unaingia kwenye ndoa yako? Mbona haukeshi? Nataka nikwambie, kesha sana kwa kuomba kuna mfanya mtu apate taarifa za mambo yajayo. Amina. Kabla
kabla hujaingia kwenye tatizo, Yesu amekuonyesha. Kwa nini? Uko naye karibu. Wakati maadui zako wanapanga na wewe uko macho, hujalala, unaona mawazo yao. Yes. Unaona mipango yao. Yes. Unaona akili zao. Unaona uharibifu wao. Unaweka moto. Unashusha moto. Unatuma malaika kwenye vikao vyao. Unasambaratisha wanaopanga kuangusha kanisa. Unasambaratisha kwa kukesha wanaopanga kuangusha nyumba yako. Unasambaratisha kwa kukesha na kuomba. Biashara yako itasimama. Sambaratisha wanaotaka kuitawanya kwenye mkesha. Kesha wa kuomba. Maombi. Kuna mtu aliomba, anaitwa Hana. Aliomba hali ya kutetemeka. Hayatoki. Haya ni maombi ya meditation. Anaomba. Amesemwa na Penina, amekaraulika na Penina, ametukanwa na Penina, vijembe vya Penina yenye na watoto. Hana anatammoja akaomba kimya kwenye mlima, kimya amenyamaza, anatetemeka. Wengine wakaishi, labda amekunywa pombe, labda ni bia, labda safari laga, labda ni konyaji. Kumbe hapana, alikuwa na pray in the spirit. Alikuwa anaomba rohoni, anaomba mtoto, anaweka na nabii kwa Mungu ya kwamba huyo mtoto ataleta madhabahuni, atamtumikia Yesu. Hapo tukapata nabii wa mataifa Samueli, nabii wa kwanza kusimika mfalme wa kwanza katika nchi ya Israeli. Kesheni muombe msije. Soma mstari wa 38. Neno la Bwana linasema, kesheni muombe msije mkaingia majaribuni. Roho radhi, ila mwili ni dhaifu. Basi roho yako inatamani ufaulu masomo, lakini mwili unataka kupumzika. Roho yako inawishi uwe plani zako zitimie, usolve matatizo ya nyumbani kwenu na ndugu zako, lakini mwili unataka utoke out. Mwili unataka uende kitchen party. Mwili unataka uonekane muda wote una hela, uonekane muda wote kwenye matumizi, umekuwa PDG. Unanielewa vizuri? Roho inatamani kufocus. Roho inatamani Yesu. Roho inatamani uzima. Roho inatamani wokovu, lakini mwili wakati mwanafunzi anafungua daftari asome, ghafla kichwa kinakuwa kizito, alale. Unafikiri watoto tunaopeleka shule, kuna mtoto anayependa kufeli? Hayupo. Unanielewa vizuri? Lakini roho ya usingizi imekuwa kama silaha. Wakati unatamani ungemwona anasoma pale, anatafuta maswali, ndio kwanza yuko nje kwenye mpira, kwenye michezo haina shida, anakaa vizuri, anaelewa michezo yote, lakini kwenye kusoma, kilichofanya ulipie ada, analala, anachoka. Sio kila kitu unaenda kwa kupiga kuchapa, no. Vyote vinahitajika. Kuna fimbo ya rohoni ya kumchapa adui anayemzingira mtoto wako. Unanielewa vizuri? Roho iradhi, unatamani upate kiwanja ujenge, lakini mwili unakwambia, unajua leo ni sikukuu, ungevaa vizuri, ungepata hata jinsi moja hapa ya 60,000 haraka kwa dada Pendo pale, ungepata t-shirt na raba haraka hapa, ungepata hivi. Subiri Ijumaa atakudai. Ana hiyo tabia ya kudai watu Ijumaa.
Unanielewa eh? Sometimes wanakuja kwa akili wanakwambia utalipa tu kidogo kidogo. Unaona kama ni rahisi, chukua, subiri kwenye kukabwa. Wanakaba. Ni kadogo lakini kanang'ang'ana kwenye tai yako. Ni kadogo lakini kanabebea kwenye shingo. Mpaka utoe. Unanielewa? Mimi siharibu biashara bwana. Soma kitabu cha Timotheo wa kwanza 6 mstari wa 9 hadi wa 12. Neno la Mungu linasema lakini hao watakao kuwa na mali huanguka katika majaribu na tanzi na tamaa nyingi zisizo na maana zenye kudhuru ziwatozazo wanadamu katika upotevu na uharibifu. Maana shina moja la mabaya ya kila namna ni kupenda fedha, ambayo wengine hali wakitamani hiyo wamefarakana na imani na kujichoma kwa maumivu mengi. Ni pale Yesu aliitwa akaambiwa, nitakupa vyote hivi ukianguka na kunisujudia. Amen. Unanielewa vizuri? Kwa hiyo kuna aina nyingine ya majaribu inakuja kwa staili fulani, lakini inataka ikutoe kwa Mungu. Yani it's just like wewe unataka sana kusoma. Unapenda sana kusoma, unashangaa mwalimu anataka kutoka na wewe kama mwanafunzi. Unataka sana ufanikiwe, upate hela haraka haraka. Anakuja mtu anataka kujengea nyumba, atake hivi, lakini uache ndoa yako umfuate. Unanielewa vizuri? Haya nayo ni aina ya majaribu ambayo unatakiwa kuyaelewa na kuyaepuka. Unatakiwa kuyaelewa na kuyakataa. Unatakiwa kuyaelewa, maana yanakuja kwenye sura tofauti kidogo. Yanakuja kwenye sura ya upande wa mafanikio yako. Kwamba unaona mchungaji, usijali, nataka kiwanja, unajua pale ni pamebana, pale pana bonde, pale watoto watatumbukia kwenye mtaro, unajua nyakati za mvua zinakuja. Sasa mimi nina eneo hapo chini. Na kuwekea sasa hivi milioni 700 kwenye akaunti yako kwa haraka. Ukipata hizi utapata mwanzo, jenge hata msingi pale, uweke hema vizuri. Ujakaa vizuri, unatoka hapo unaenda wanaweka tofali, unaenda wanakupa V8, unaenda. Baadaye hawataki Yesu unayemhubiri, wanataka uhubiri sanamu zao. Unanielewa? Kuna majaribu ya aina hiyo. Sio roho zote zitakuja kuzuia, zingine zitakuja zinacheza na wewe kiakili. Yaani ghafla saizi dada Pendo ana miaka 10 kwenye ndoa yake, aanze kuona kuna kakijana eti ndoto za maisha yake zimetimia pale. Na watoto wote waliozaliwa 5, sijui 6. Afu useme nimevumilia, nimechoka, yani hapa Mungu amenitoa, yani Mungu amenikumbuka. Wewe sio Mungu. Mungu gani huyo? Unanielewa vizuri? Amen. Yes, lakini yote haya ni kupenda fedha kuliko pitiliza, kiasi kwamba unaona hata Mungu si kitu. Hapo umekosa yote. Unanielewa Tunataka kufocus, lakini katika utaratibu wetu na Mungu. Tunataka kuishi vile anavyopenda Mungu wetu na sio tunavyopenda sisi wenyewe. Hatutaki kufurahisha nafsi zetu, tunataka kumfurahisha Mungu wetu. Unanielewa vizuri? Endelea kusoma. Mstari wa 11. Bali wewe mtu wa Mungu, uyakimbie mambo hayo. Unanielewa sasa kwamba unatakiwa ukimbie mambo hayo. Ukafuate haki, utaua, imani, upendo, saburi, upole. Kufuata haki. Hapo ndio kwenye kazi ngumu kweli. Yaani haki ni ile inayosema hivi kwamba ukifanya hivi si haki mbele za Mungu. Maana yake utende ile haki ya Mungu. Utende haki ile ya Mungu.
kutenda haki ya Mungu ni kuacha uongo, kuacha ulevi, kuacha dhambi za namna zote, kuacha tamaa. Hapo ndio utaweza kutenda haki. Vitu vingine unaweza ukajitahidi ukawa na upendo, ukawa na imani, unamwamini Mungu, lakini hapo kwenye haki kuna watu wanakudai lipa. Sisi najifunika kwa damu ya Yesu. Unajifunika kwa damu ya Yesu, umekula mandazi ya watu. Wakati una njaa zako ulienda pale, unajua nitakuletea baadaye nikimaliza kazi, yani hapa nimekamatika kidogo, lakini hela nitapata baadaye. Ila baadaye unatafuta kona uende ukaile tena huko mikoroshini, iishie huko. Kama unapenda kutendewa haki, watende na wengine vivyo hivyo. Unanielewa vizuri? Basi mimi nataka tumalize kwenye kitabu hiki hapa cha Mithali, sura ya 1 mstari wa 10 hadi wa 19. Hatutaki mtu kwa sababu anahitaji kufanikiwa aende kwenye mashauri ya uovu, aende kwenye mashimo ya uovu. Unanielewa? Biblia inasema wenye dhambi wakikushawishi, mwanangu, fanya nini? Soma kitabu cha Mithali 1 mstari wa 10 hadi wa 19. Mwanangu, wenye dhambi wakikushawishi, wewe usikubali. Wakikuambia kwamba ugonjwa huu utapona kwa mganga wa kienyeji, usikubali. Wakikuambia kwamba ili ufaulu masomo nenda kalale na mwalimu, usikubali. Wakikuambia kwamba ili tupate hela inabidi twende kidimbu, si twende wapi, usikubali. Kwamba ili ufanikiwe lazima twende tukabeti kwenye makasino, usikubali. Elewa hiki mwanangu, ni Mungu anasema na roho ya mtu. Endelea kusoma. Mstari wa 11. Wakisema, haya njoo pamoja nasi, na tuvizie ili kumwaga damu, tumwotee asiye na hatia bila sababu. Wakikushauri kumwaga damu, wakikushauri ibada za kuchinja, usikubali. Wakikushauri ibada za sanamu, usikubali. Wakikushauri kuua mtu, usikubali. Wakikushauri mtoe mtoto wako, usikubali. Wakikushauri mtoe mama yako, usikubali. Wakikushauri mtoe mkeo, usikubali. Tuameze hai kama kuzimu, na wazima kama wao washukao shimoni, usikubali. Tutapata mali yote ya thamani, tutavijaza nyumba zetu mateka. Wewe utashirikiana nasi, tutakuwa na vitu vyote shirika. Mstari wa 15. Mwanangu, usiende njiani pamoja nao. Usiende njiani pamoja nao wanaokushauri mambo mabaya ya namna hii. Uzuie mguu wako usiende katika mapito yao. Maana miguu yao huenda bio maovuni. Nao hufanya haraka ili kumwaga damu. Kwa kuwa mtego hutegwa bure mbele ya macho ya ndege yeyote. Nao hujitolea damu yao wenyewe, hujinyemelea nafsi zao wenyewe. Ndivyo zilivyo njia za kila. Hujinyemelea nafsi zao wenyewe, hujiotea damu yao wenyewe. Ngoja nataka niongee kitu kidogo hapa. Iko hivi, watu wengi wanaingia mkataba na makanisa ya kuzimu, wanauza nafsi zao. Yaani wanaambiwa hivi kwamba wewe ni msanii, ili sisi tukupe fedha uonekane tajiri, sisi tupe ile nafsi yako. Kwa wanapochinja mnyama wanafanya ibada ya kuuza ile nafsi. Kwa hiyo wanagawana pasu kwa pasu. Kwa sisi wewe utapata utajiri, sisi tutapata nafsi yako. Kwa hiyo sasa ile nafsi ikishapelekwa kule, sasa ikishakabidhiwa kule, sasa anapewa vitu vya kuimba. Kwamba labda tunataka sana roho ya kuvunja ndoa za watu, imba nyumba ndogo.
Tunataka tuingize sana roho za ulevi, imba pombe. Tunataka tuingize sana roho za ushoga, roho za usagaji, imba nitajioa, imba namna hii, imba. Yale yote ni mashairi au ni commandment za kuzimu ambazo zinaletwa kwa yule mtu kwa sababu tayari yupo kwenye mikono yao. Kumbuka, nafsi ndio inayoenda motoni, sio mwili huu. Nafsi ndio inayoenda mbinguni. Sasa nafsi ndio ambayo Mungu na shetani wanaipigania. Unanielewa sasa? Kwa hiyo sasa wanaoenda kwenye mashauri ya kumwaga damu, kwenye mashauri ya kutoa makafara, wanauza nafsi zao wenyewe. Ukifanya hivyo umeuza nafsi yako. Unaelewa vizuri? Endelea kusoma pale. Mstari wa 19. Ndivyo zilivyo njia za kila mwenye tamaa ya mali. Ndivyo zilivyo njia za kila mwenye tamaa ya mali. Kila mwenye tamaa ya mali, njia zake ndio hizo. Endelea kusoma. Huondoa uhai wao walio nayo. Huondoa uhai wao walio nayo. Maana yake wanauza uhai. Nafsi ndio uhai. Ndio maana Biblia inasema Mungu akapuliza pumzi puani, si ndio? Akawa nafsi hai. Maana yake uhai wa mtu ni nafsi. Ile nafsi ndio uhai. Mnaelewa hapo anasema nini kuhusu? Anasema huondoa uhai wao wenyewe. Maana yake wameuza ile nafsi. Maana yake wameuza ule uhai. Kwa hiyo ule uhai umekuwa wa kuzimu. Ule uhai ni wa jehanamu. Wale sasa shetani amejihakikishia kwamba hawa ni kundi langu naenda nalo. Kwa hiyo ndio anatengeneza manabii wake humo wa uongo, anatengeneza makuhani wake humo wa uongo, anatengeneza wachungaji humo wa uongo, anatengeneza uharibifu wa kila aina humo, kwa sababu wameuza nafsi zao. Simame juu haraka haraka. Unastahili Yesu kuabudiwa.